Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ushirikiano kati ya sekta za umma na sekta binafsi PPP David Kafulila amesema deni la dunia limekuwa likiongezeka ila deni la taifa la Tanzania limebaki kuwa himilivu. Aidha, kupitia Public Private Partnership PPP, serikali imepunguza mzigo wa kifedha na kiutendaji huku ikihakikisha miradi ya maendeleo inakamilika kwa wakati. Hayo ameyabainisha leo jijini Dar es Salaam wakati akiwasilisha mada katika kongamano la kitaifa kuhusu ushirikiano kati ya sekta ya umma na sekta lenye mada kuu dola, masoko na uhamasishaji mitaji, nafasi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya Tanzania mwaka 2050. Amesema kuwa ongezeko la mahitaji ya rasilimali za kugharamia bajeti ya serikali yamefanya dhana ya ubia kati ya sekta binafsi PPPC kugharamia miradi ya maendeleo kuwa na umuhimu wa kipekee nchini Tanzania. Kafulila amewasilisha mada inayosema nafasi ya PPP katika kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, ambapo amesema ni muhimu kuwa na PPP hasa katika ulimwengu wa sasa, kwani kupitia PPP miradi ya maendeleo inakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa. Ameongeza kuwa PPP ni muhimu kwa ustawi wa taifa, si tu kusaidia kuvuta teknolojia mpya, pia kuleta ufanisi wa kiutendaji. Kwa upande wake, mwanasiasa mkongwe nchini Profesa Anna Tibaijuka akichangia mada inayowasilishwa na mkurugenzi mtendaji wa PPP David Kafulila amesema pesa hazitokani na serikali bali hutoka kwa wananchi ambao ndio chanzo kikuu cha rasilimali. Ameongeza kuwa mfumo wa PPP ni nguzo muhimu kuelekea dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 kwa kuwa unaleta uwazi na kuwahusisha wananchi moja kwa moja kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Tafiti zinaonyesha kwamba sekta binafsi kwa sababu ya nature yake, lakini kwa sababu zote kwa ujumla ni kwamba ina ufanisi zaidi wa kimanagement kuliko sekta ya umma. Kwa hiyo tunaweza tukafanya ubia kwa sababu tu ya kuvuta ufanisi wa kimanagement. Sasa sababu hizi tatu zimepata kujadiliwa katika misingi tofauti tofauti na yamepata kuwepo maoni au imekuwepo na bado yako maoni tofauti tofauti kuhusu sababu hizo. Yapo mazingira ya kwamba huyu mtu sasa amekuja tu na briefcase alafu aendeshe kampuni hii, amekuja na kitu gani serious. Nafikiria kwamba atakiwa aje na mitambo, lakini kumbe anaweza kama amekuja tu na group kwa ajili ya ambayo ni advance katika masuala ya management, kubadilisha namna ambavyo kampuni au shirika au taasisi husika inafanya. Sasa tafiti kwa mfano kusoma Oxford Review ya mwaka 2014 walionyesha kwamba katika mataifa makubwa 13 kiuchumi duniani, asilimia 62 ya uchumi wao, asilimia 62 ya uchumi wao, asilimia 62 ya national wealth inatokana na human capital na asilimia 25 inatokana na efficiency of institution, wakati asilimia 5 tu ndio inatokana na natural resources, mali asili. Kwa mantiki nyingine ni kwamba uchumi unategemea pia efficiency ya institution. Kiasi ambacho uchumi unapoteza kutokana na inefficiencies zikiwa monetized kinaweza kuwa kikubwa pengine kuliko kiasi ambacho kingeweza kupatikana kutokana na mali asili. Kwa huo ndio uzoefu. Na kwa kusema hivyo kwamba hayo mataifa makubwa 13 ambayo efficiency institution inatoa mchango mkubwa kuliko natural resources, haimaanishi kwamba mataifa hayo hayana utajiri wa mali asili kama ambavyo baadhi tumekuwa tukiamini. Nchi kama Marekani wana mafuta, Norway wana gesi nyingi kuliko nchi nyingi za Afrika. Russia wana gesi nyingi kuliko nchi nyingi za Afrika.
China wana gold, wana dhahabu kuliko nchi yoyote Afrika. Mwaka 2023 walikuwa na zaidi ya tani 200, sisi tukiwa tani 50. Sio ya kununua, kwa maana iliyochimbwa katika nchi husika. Kwa katika Ujerumani wana makaa ya mawe, Australia wana dhahabu.